kazi ya Mungu kuumba peke yake. Hapana, you have a role to play, na wewe uko na nafasi yako utakayoumba. Na nielewa. Kwa hivyo wakati unaumba, Mungu ndiye anaumba, kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu. Kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu aliye juu, wewe ni Mungu mdogo, na kazi ya Mungu ni kuumba. Kwa hivyo na wewe utaumba. Hebu mtu ajiumbie kitu. Jiumbie kwa kusema. Nitakufundisha jinsi ya kuumba. Jiumbie kwa kusema leo. Sema. Mimi nashangaa hawa watu. Nasema jiumbie kwa kusema. Kama hutaki jirani asikie, umekaa nayo kwa nini? Hama uende kwa mwenye unataka asikie. Sasa angalia watu. Umba. Kwani hata ukiumba gari kuna nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Do it. Haina shida. Hatufanyi ibada tukiangalia watu. Tunafanya ibada tukimwangalia Mungu. Tunasema tukimwangalia Bwana. Hatumwangalii watu. Ninasema kila Mungu hapa aumbe kwa jina la Yesu Kristo. Umba kitu, sikiliza, umba kitu, nena jambo, umba kitu asubuhi ya leo, maana wewe ni Mungu. Unafaa uumbe, unafaa utengeneze, unafaa useme kwa midomo yako. Unasema kitu na kinafanyika. Nasema kitu na kinafanyika. Kama hamjaiona, muone hata kwangu. Mimi nilianza kusema sana mapema tu. Kwa nasema na hata saa hii nasema na vinafanyika. Bwana Yesu asifiwe. Maana mimi ni Mungu. Mungu mdogo, sio Mungu Baba. Mungu mdogo. Kulingana na Zaburi 82 mstari wa 6. Sisi ni miungu. Yaani miungu mfano Mungu mdogo. Kila ambacho unasema kinafanyika. Biblia inasema kwamba uwezo wa mauti na uzima uko katika kinywa cha mtu. Kwa hivyo ukitamka uzima, umejiumbia uzima. Ukitamka mauti, unajiumbia mauti. Ukitamka kushindwa, unajiumbia kushindwa. Lakini ukitamka ushindi, unajiumbia ushindi. So kuna vitu ambavyo utaumba. Vingine utaumba ushindi, vingine utaumba mafanikio, vingine utaumba maendeleo. Unayaumba kwa mdomo wako. Watu wanasema kila mwaka ukianza, watu wanaumba vitu, watu wanasema vitu, alafu mwaka ukiisha hakuna kitu imefanyika. Na ukweli kuna watu kama hao. Maana wanasema hawana imani, wengine wanalazimisha. Venye na waangalia ni kama sijawaambia musikie, ni kama na walazimisha. Unajua ukilazimisha haitakuwa. Maana Mungu yeye anaangalia kutoka ndani ya moyo wako. Ikikulazimisha haitakuwa. Ni wewe mwenyewe, you fix yourself and you fix your mind. Uweke mawazo yako kwa Bwana na useme ninaumba hili, na linakuwa. Inakuwa tu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unajua mimi, acha niwaambie. Mimi nilisoma kijijini. Ingawa nilizaliwa town. Usiniulize mlikuwa umefuata nini Moshi, sikuwepo. So nilizaliwa mjini Moshi. Mimi sio Mtanzania, wacha kuniangalia vibaya. Nilizaliwa Moshi mjini, lakini nimelelewa kijijini. Nimesoma kijijini. Nikasema siwezi somea kijijini na nifanye kazi kijijini. Nilipomaliza training ya walimu nilisema kwetu lami ilikuwa haijafika. Saa hii at least lami ilikuwa haijafika. Siwezi soma kwa vumbi nirudi kufundisha kwa vumbi. Nitafundisha kwa lami. Ni kitu ambacho niliumba. Na kupea mfano Rebeka, murena hagachirengana hiyo. Nilisema nitafundisha kwa lami. Kabla kazi zitangazwe kwa lami, kazi ikatangazwa kwa vumbi. Watu hawanielewi, acha nikuje kwa watu hapa. Hawa ndio washirika. Kazi katangazwa kwa vumbi. Sasa nikataka apply na imeshaeleweka mpaka nyumbani kwetu pale kwamba kazi imetangazwa Maeta Secondary School. Kila mtu amejua.
Nikasema baba ataumia. For the sake of my father, I am applying. But sir God, heaven God, sitaki hiyo kazi. So nili-apply tu kuridhisha baba asiumie eti nimesomesha mtoto na hataki kazi. Lakini mimi ndani yangu nikasema, Father, in the mighty name of Jesus, that job is not mine. Na nikaenda interview na nikashindwa na 1 mark. Nikashindwa na maxi. Alafu najua ni nini? Eti sijui communication. Utoke class 1 mpaka university hujui kuongea, hujui kuandika. Eti communication. Nikakosa 1 mark na nikashindwa na nikarudi kutoka kwa interview nikifurahia. Ushaifurahia tumeanguka. Nikifurahia eti nimeanguka interview. Lakini kweli hii dunia hiyo ni umbaji wangu. Na haikupita miezi miwili kazi ikatangazwa penye nataka sasa. Ikatangazwa kwa Rami Isibania Boys. Hawa tena wameruhusu network. Wameruhusu network. Wacha nije kwa hawa wenye wako na network. Ikatangazwa Isibania Boys. Nika-apply kazi. Nilikuwa St. Mary's Mabera that time kifanya BOG. Nika-apply. Wakati nimeweka form yangu nikaambiwa kuna mtu wa masters. Na mimi sina masters. Kuna mtu wa masters ameweka hapa application. Na mimi hiyo masters sina. Nikawaambia mimi kitu najua, kwa Rami ndio kuna kazi yangu. Hizo za masters walete PhD, walete nini, lakini kwa Rami. Nikarudi kwa gate nikaambia, nilipoona gate sasa imeandikwa Isibania Boys, nikakumbuka nikiwa Kerega Secondary School tukienda kwa michezo wanatuita big primary school. Maana kila mtu alikuwa na kunyasa wake kutoka primary. Hatukuwa na uniform ya michezo, kila mtu amekuja na kunyasa wake. Sasa Isibania Boys na Jabohansa Girls wanatuita big primary school. Nikatoka nje ya gate nikaambia Bwana, unakumbuka Maeta sikuenda, sikufaulu yani, tulielewana nisichukuliwa Maeta. Sasa hapa Bwana, unajua hapa ndipo. Halafu hao watu sinakumbuka venye walitutusi, niwafundishe hawa. Hallelujah. Niendelee na ama tusome kitabu? Niendelee na story. Ikafika siku ya interview, nimeenda. Kumbe wazito wameanza na discussions za mambo mengine. Interview za wakati huo si kama za leo. Tulikuwa tunaenda interview kwa shule moja, unafanyiwa interview na board na DO akiwa hapo na nini, mtu kutoka ametumwa kutoka kwa ministry. So nimekaa hapo nje, ninashangaa. Ni nini hiyo yenye wanaongea kunihusu? Hii muda yote. Kumbe wanaongea mambo yao. Sometimes wacha kuna shughulika, wacha kuna umia na mambo ya watu. Sasa mimi nimeogopa wanaongea nini hiyo muda yote? Kana nimekosea nini? Na kumbe wako shughuli zao. Interview ilikuwa ya mwisho. Mtu alikuwa anatoka eti anaenda choo, kumbe anaangalia ni watu wangapi wamekuja. Akipata ni mimi tu anarudi anasema ni kamoja, wanaendelea na shughuli zao. Interview ikawa ya mwisho. Nikaitwa. Nikafanyiwa interview, nikapeana karatasi, nikamaliza. Wakaniambia enda hapo nje, utafute kama kuna mwingine kama wewe amekuja interview. Na akaangia, niende kutafuta mtu. Nikatoka hapo nje, nikajifanya nimezunguka, nikakaa hapo, nikarudi nikafungua mlango, nobody sir. Hakuna mtu hapa nje. Declare interview finished. Wakatangaza interview imekwisha. Si hata Yusufu alijitengenezea CV. Alisema mtu atafutwe mwenye hekima, aliyejaa roho, asimamie chakula Misri. Farao akaangalia hiyo CV. Hiyo CV nani ako nayo? Ni Yusufu peke yake. Sometimes unapewa open check, andika. Bwana Yesu atusaidie sana. So nikawa nimeumba, na hivyo ndivyo nilijipata Isibania Boys. Hallelujah. Kwa shule ambayo nilikuwa natusiwa, a big primary school, sasa mimi ndio kusema. Mungu ndiye anatenda. Si Mungu akutendee kitu nasema mwaka 2026.
si Mungu akutendee jambo 2026. Nasema si Mungu akutendee jambo 2026. Hata wewe uwe na ushuhuda, uwe na jambo la kusema, uwe na jambo la kuambia watu, uwe na jambo la kunena. Nasema Bwana akumbie kitu, Bwana ajenge kitu kwa maisha yako. Nikikumbuka maneno hayo, I'm telling you, nikikumbuka maneno hayo, nasema Mungu ni Mungu. Nasema Baba ni Baba. Imagine. Na wakati huo kulikuwa na mchezo mwingi sana kwa mashule. May God help us. Imagine hata kama uko na sister yako Nyabohansi na huna uniform ya Isibani, haungeongea naye. Na ni sister yako, utatandikwa sawa sawa. Yaani kulikuwa na upuzi mwingi kwa shule. Lakini namshukuru Bwana. Number 2, sisi ni miungu. Kila ambacho unaumba kinakuwa. Kila ambacho unaumba kinafanyika. Kila ambacho unaumba kinatendeka. Haleluya! Siku ya kwanza, crusade ya kwanza, Pastor Tumaini akaja. Kamtukuza Bwana sana pale kwenye crusade. Tuliporudi kwa revival ya kwanza, the first revival of Pefa Customs. Pastor Tumaini anatangaza kwa miaka 5 kanisa hili litakuwa limekuwa cathedral. Naulize, imekuwa ama haijakuwa? Sasa wewe kwa nini hauumbi? Nikikwambia umba unaniangalia. Na wewe ni Mungu. Na Mungu aliumba kwa kusema. Kwa nini huwa tunasema sema? Ni kwa sababu hiyo ndio tabia ya Mungu. Mungu anaumba kwa kusema. Watu wengine wanasema kanisa inasumbua watu, sema. Hiyo ndio tabia ya Mungu. Na kwa sababu ni tabia ya Mungu, na sisi tunajifunza kwa tabia ya Mungu, tabia ya kusema. Wakati unasema inamaanisha iwe, iumbike. So tunaumba kwa kusema. Mungu aliumba kwa kusema, na sisi tutaumba kwa kusema. Unaona? Tunaumba kwa kusema. Vitu vyote vilivyoumbwa vilisemwa. Kitu kimoja tu, mwanadamu peke yake ndio aliumbwa kwa kutengenezwa, lakini vingine vyote viliumbwa kwa kusema. Na kwa hivyo hata sisi katika ulimwengu wa roho tunaumba kwa kusema. Sema kwa kusema. Tunaumba kwa kusema. Bwana Yesu asifiwe sana. Ona huyu kijana. Wapi Brando? Kijana Brando, unajua hata yeye alinichekesha sana. He's a very young boy. Kimbia hapo. He's a very young boy, but ni kama anajua kitu anafanya. Ni kama anaelewa. Anaweza kuwa anaelewa kitu anafanya hata kuwashinda. Huyu si ndio aliita wasiwasi? Warisia. Uliitwa? Warisia. Warisia, hiyo ni yako. Sasa hapo ndio aliitwa. Kijana mara ya kwanza akasema mimi sijaitwa hapo. Mimi siendi hapo. Akazunguka kwa walimu, akazunguka wapi? Yaani kijana ni kutembea anatafuta shule. Wapi? Mara kwangu pastor, shule sijui nini. Namuuliza unataka shule gani? Kanyawanga ama kama hiyo. Do you know now we have a letter for a Pogi Boys? Shida yako ni wivu. Eti wako kwa sababu ako Nyamaharaga. Na hata Nyamaharaga ilipitisha sana. Siliona 157 wameenda university from Nyamaharaga. Sasa ukiwa na barua ya Nyamaharaga, wacha kuniangalia vibaya. Hii ni uumbaji, aliumba. Hakuna siku ya Nyamekireta anaenda wa something boys. Hakuna. Yeye alisema anaenda shule kubwa. And it has happened. Imefanyika. Ni nini unaumba? Wikai. Kuna kitu unaumba. Kulaumu tu na kurorota na kupeleka maneno ya uongo. Ndio unajua wengine tukiumba watu, baada ya kutumia hiyo pumzi na muda uumbe vitu kwa maisha yako, wewe unatembeza maneno ya uongo. Hebu tubu kabla tuanze kuumba. Hebu tubu wewe mwenye ulitembeza mambo ya uongo wiki hii.
tubu. Eti mtu ni mmoja tu hapa mbele anatubu. Lakini wengine wanasema pastor, hatukudanganya. Ukweli. Na wengine mnadanganya mpaka watoto wako. Nitakuletea chips, hawapeleki. Number 3, hebu tubu. Yesu asifiwe sana. Na maagizo tunafaa kufuata wakati wa uumbaji. Na tunasoma Yohana 2:5. Kila uumbaji uko na maagizo yake, na ni vizuri uweze kusikiliza Mungu anasema nini. Ni vizuri sana ukasikilize kila ambacho Bwana anasema. Asifiwe Yesu. Kila ambacho Bwana anasema ukifuata maagizo hata mwisho, ukweli itakuwa hivyo. Yohana 2:5 Biblia inasemaje? Mama Yesu akawaambia, lolote atakalo waambia fanyeni. Sikiliza mpendwa, chochote ambacho Mungu atakuambia 2026, ninakuomba fanya. Chochote ambacho Yesu atazungumza nawe 2026, fanya. Lolote ambalo utajisikia ndani yako na ulidhibitisha liko sawa 2026, fanya hilo. Yes, mamake Yesu akawaambia wale watumishi, chochote atakachowaambia fanyeni. Lolote ambalo Bwana atakwambia 2026, ifanye hilo. Fanya hilo. Wengine mtaambiwa mnafaa kuingia katika kikundi cha kuomba. And I seriously need and pray that intercessory team in PEFA Customs, you will beef up your job. Ninaomba kwamba intercessory team mfanye kazi yenu. Kwanza niwaone kwa mkono. Inueni mikono yenu, watu wa intercessory. Watu wa intercessory ni watu 5 tu. Na siku nyingine watu walijitolea hapa. Nitakuwa muombi. Halafu saa hii uombi ulienda wapi? Siku na watu walijitolea nitakuwa muombi. Mpaka tukaandika majina. Hauna majina? Mangapi? 10 na watu 5 tu ndio wanainua mikono. And just imagine an intercessor mwenye haji kanisani. Huyo si intercessor. How are you an intercessor when you don't attend services? Wapendwa wa Mungu, sikilizeni, intercessory. Unajua kuna maneno ambayo si lazima nionyeshe mimi. Kuna maneno mengine ambayo Mungu anaonyesha watumishi wengine, na ukiyasikiliza roho yako inakubaliana nayo. So kwa mfano, kuna neno ambalo watumishi wa Mungu wawili wameonyeshwa kwamba there is spirit of confusion imetumwa kutoka kuzibuni in 2026 ije kumaliza makanisa, na imetumwa kuanza na wachungaji na wazee wa kanisa na uongozi wa kanisa in 2026. Kuna wao mtumishi kutoka Nigeria amesema, na tena Archbishop Harrison Ngang amesema jambo hilo in 2026. Wale ambao mnaingiaga online. Na baada ya kusema, wakati nimekuwa nikisikiliza hao watumishi, roho yangu ikakubaliana na wao. And therefore intercessory team mnafaa kufanya kazi ya kutosha. Ona venye mnaniangalia, mobo heri hayo tayari. Watu wameogopa. Uzuri sio wewe unatafutwa, uzuri ni mimi natafutwa na uongozi. Sasa kazi yako ni kutuombea sisi. Niko na washirika hata sielewi wanakaa namna gani. Yaani sielewi mnakaaje. Mbona hata mkienda shuleni wakiuliza swali kama kuambia na kwa baraza na kwa vikundi vya wamama. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo wapendwa, ninawasihi intercessory team na maombi hapa kanisani yaongezeke. Maana tutamshinda adui kupitia kwa maombi. Kwa maombi hata faulu, kwa maombi hata fanikiwa. Hata last year tulikuwa na ushuhuda. Watu wenyewe walisema kwa gari
isingekuwa hili kanisa ni kuomba linaomba, lingekuwa liko wapi? Chini. Lakini kwa sababu ya maombi Bwana ametusimamisha. Kwa hivyo hatutaacha kuomba. Salimia jirani, mwambie hatutaacha kuomba. Hatutaacha kuomba. Tutaendelea kuomba, tutaendelea kumtafuta Bwana, tutaendelea kushuka mbele zake. Nasema tutaendelea kuomba. Hallelujah. Kwa hivyo intercessory team, fanyeni mipango mizuri. But as I continue, number 3, kuna maagizo ambao Bwana anatupa na tuyafuate. Wengine wenu mtaagizwa kila siku amka saa 7 kuomba. Na mnaagizwa, unaamka, badala uombe unaingia Facebook. Kwanza watu wenye mko na wifi, wangapi mko na wifi kwa nyumba? Hamtaki kuinua mikono, ni sawa. Uzuri nimetembea kwa nyumba zenu karibu zote. I can mention so and so. Mko na wifi. Umeamshwa na Roho, omba. Unajifanya eti wacha nisikilize chenye tulihubiriwa Sunday. Ukifunua hivi, vitu zingine zinakuja, unasahau. Wengine mtaamshwa kuomba saa 7. Hilo jambo lifanye. Wengine mtaagizwa kufanya huduma fulani, hicho kitu kifanye. Wengine mtatumwa kwa mtu, enda umwambie kuhusu Kristo, fanya hilo jambo. Wengine mtatumwa kusapoti wajane, kusapoti yatima, fanya hilo jambo. Lolote ambalo Bwana atasema in 2026, make sure you are doing it. Fanya hicho chenye Bwana amesema. Mama akawaambia watumishi, lolote atakalo waambia fanyeni. Niwaulize wapendwa, kwa mfano Yesu angeambia wale watumishi, jazeni mabalazi hayo na maji, na wakose kujaza, muujiza ungefanyika? Haungefanyika. Muujiza haungefanyika. Na ndio maana ninakusihi, chochote ambacho utaambiwa kufanya in 2026, tafadhali fanya. Na vitu zingine utastukia ni pastor anasema hapa, Roho inakushuhudia, huyo ni wewe. Usifikire timbaku wote, usifikire timbaka sauti toke, usifikire mpaka malaika akutokee. Wakati mwingine nitakuwa na hubiri hapa na hilo neno likaingia kwa moyo wako, na ukasikia kabisa ni Mungu anazungumza na wewe. Hayo ni maagizo yako ya 2026. Unafaa uyafuate. Chochote ambacho kinatoka kwa neno la Mungu na ukasikia ni Bwana anazungumza na wewe, usi waste time. Unajua huwa nashangaa na watu, hata wakati mwingine Mungu amekuona ni wewe kabisa uko na shida. Tumesema kwamba kuna mtu hapa ambaye sehemu hii ya inamuuma mpaka kwa kichwa. Kimbia hapa. Eti mtu anafikiria. Mimi nakushangaa. Wewe ndio mgonjwa, alafu unafikiria. Ni kama hujaichukua seriously. Ninaomba tuchukue maneno ya Mungu na uzito unaofaa. 2026, chukua maneno ya Mungu na uzito. Maana chochote ambacho Bwana anasema huwa amemaanisha. Haleluya. Na labda ambalo nitaanza nalo 26 ni kuombe tu. Ni kuombe kwa neema ya Mungu. Shika mtu mkono, mtu mmoja, mshike mkono. Mwambie mambo mawili pastor naomba. Number 1. Mwambie number 1, usikose kwa ibada. Kwa sababu Mungu atakuagiza kwa ibada. Number 2, usichelewe kwa ibada. Ukichelewa kwa ibada, ripoti narudi juu. Muita hakuwa kwa ibada na umekuja umechelewa. Usichelewe kwa ibada. Can you make a resolution to change this year? Usikose kwa ibada, upate maagizo ya Mungu. Mungu anasemaje? Imagine, acha niwaambie wapendwa. Siku moja niliwaambia hili, nataka kurudia. Imagine shetani hakosi kwa ibada. Hivi kuna mtu ananisikia? Sasa watoto kulia si ni kawaida.
unageuka kuangalia nini? Shetani hakosi kwa ibada, anakuja kwa ibada, na kama kuna mtu ana concentrate kwa ibada ni agent wa shetani, pepo mwenye ametumwa. Sio aje kujaza watu, kazi yake ni kuja asikie Mungu anasema nini, alafu apeleke kuzimuni. Plani ya Mungu for perfect custom ni hii, anakaa chonjo apeleke ripoti. Kila ibada kuna atatumwa. Ni maneno yangu naongea. Waefeso 3:10. Haya si mambo yangu, is biblical. Are you there? Very fast. And then we go back. Efeso 3:10. Kwa njia ya kanisa. Ngoja, kwa njia ya nini? Watu hawako hapa. Nauliza, kwa njia gani? Kwa njia ya kanisa. Nini? Hekima ya Mungu iliyo ya namna nyingi ijulikane na falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho. Kwa njia ya kanisa, hekima ya Mungu ambayo haitambuliki na wengine inajulikana na falme katika ulimwengu wa roho kupitia kwa kanisa. You understand? Mungu akisema kwa kanisa, basi ulimwengu wa roho unaelewa. Haya ndio mapenzi ya Mungu. So that's why I'm telling you, shetani huja kanisani na anakuwa serious. Anataka ajue mapenzi ya Mungu ni yapi. Kwa mfano, mwaka huu ameanza kujua mapenzi ya Mungu ni kwamba kuna kitu kinaumbwa katikati. Sasa ataleta kitu kitakacho kusababisha jambo lisumbike. Unaona? Some people unakuta mwezi wa 3 mtu amechanganyikiwa, anasema mimi sitaki hata kuomba, sitaki hata kusoma neno, sitaki hiyo kanisa. Unakaa mwezi mzima. Kumbe jambo lilikuwa liumbike mwezi wa 3. Anakuja hapa asikie mapenzi ya Mungu ni yapi. Falme zinaelewa katika ulimwengu wa roho, zinapata kufahamu hekima ya Mungu kwa njia ya kanisa. Sometimes sio hata shetani tu, sometimes hata malaika wanashangaa Mungu, wakiona anachokifanya kwa watu ndio wanamjua ana uwezo wa kufanya hayo maneno. So nashangaa nikikwambia usimisi watu wenye mawazo yaliyopotoka. Ni hayo pastor bone sadaka bena gutuna hagutega to nkumisi ne sadaka. Nikuulize 2025 ni siku ngapi haukuja? Karibu nusu mwaka. Nilikonda. Mimi kitu na nikondesha ni kufunga tu. Si sadaka yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini that is not important. What is important is tuweze kusikia mawazo ya Mungu. Mungu anasema nini? Maagizo ya Mungu. Maana kila Jumapili tunapata maagizo. Hata leo asubuhi tulipata maagizo. Usije ukafunge vibaya. Unafunga sawa siku 21, lakini unatembea kwa uchafu. Unatembea kwa giza. Unatembea hali isiyo. Hayo ni maagizo ya Mungu. Kila Jumapili kuna maagizo ya Mungu. Don't miss the instructions. Bwana Yesu asifiwe. Salimia jirani, muulize umesikia? Muulize tumeelewana? Sasa mimi ninashangaa, ninasema hivyo na mtu mwenye anamiss kabisa hamwambii. Temonto atebiri Geoffrey gaturusiku Geoffrey. Temonto poro kweli Geoffrey, kweli hiyo ni ukweli sasa Geoffrey. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Pigia Bwana Yesu makofi mazuri. So umbaji uko na instructions, uko na maagizo ya kufuata. Na ukiambiwa lolote, tafadhali fanya. Wengine wenu hata mtaambiwa mtoe. Mtaambiwa msupport kazi ya Mungu. Usijiulize maswali. Wewe just do it.
Don't ask questions. Do it. Fanya. Mokeraini. Bwana ataweza sema, mwaka huu nataka kuniabudu namna hii. Sikiliza maagizo ya Mungu. Sikiliza maagizo ya Mungu. Yanaweza yakatoka kwa neno la Bwana, yanaweza yakatoka kwa mtumishi wa Bwana, yanaweza yakatoka kwako kwa moyo ndani yako, yanaweza yakaja kwa ndoto, yanaweza yakaja kwa maono, lakini bado ni maagizo ya Mungu. Na mimi napenda yule mtu ambaye anasikiliza neno na kulifuata. Sio kusikiliza neno na kulisahau. Anasikiliza neno na kulifuata. 2026 I pray Bwana akupe neema ya kusikia maagizo na kuyafuata. Asikia maagizo na unayafuata. Haleluya. Kuna watu wengi ambao najaribu hata kuwaelezea utaratibu, kuelezea neno la Mungu linavyosema, wanaona kama hawapendwi. Kuna ndugu ambaye nilieleza hapa tukiwa pale kwa tent. Alikuwa mmoja wa ndugu wageni kabisa waliokuja kanisani. Sio kama unakumbuka mchungaji. Tena alikuwa mwana praise. Aliimba tu kidogo. Alafu siku 2-3 ameoa. Mbona hata nyinyi mnacheka? Kwa hivyo mngekuepo mngecheka. Okay. Siku 2-3 ameoa. Pale kwenye tent nikamuita nikamwambia basi kuna utaratibu wa kuoa, tunafaa kufanya 1 2 3 4. Alikuwa mwimbaji wa praise, sio kikundi kingine. Praise. Nikiwaeleza vizuri mtamjua. Anafanya kwa basi nyingine hapa juu. Kama ofisa. Anafanya hapo kwa basi. Sitaji ni basi gani. Lakini alisema hiyo mimi sitakujua. Na hivyo ndivyo aliondoka. Sikiliza mpendo, hata uondoke uende wapi, kitu kama ni kibaya, ni kibaya. Hata uende wapi, sikatai. Lakini hata ukiondoka uende wapi, kitu kibaya ni kibaya. Fuata tu maagizo, rekebisha njia zako, tembea kwa ukweli. Watu wanatereza, wewe ukirekebishwa uonyeshe jinsi ya kurekebisha venye ulitereza. Fuata. Wacha kusema watu wanakuchukia. Nani anakuchukia hapa? Kuna mtu hapa yani naweza kuwa hapa na time ya kuchukia mtu. Eti kanisa hainipendi, sijui wazee hawanipendi, sijui pastor hanipendi. Nani alikwambia tuko hapa kupenda watu kama wewe? Na wewe mwenyewe hupendeki. Bwana Yesu atusaidie sana. Kitu tunasema rekebisha. Na ukiambiwa rekebisha, hakuna mtu anakuchukia. Sasa kama unalewa, tusikwambie. Kama kesho nije nipate Marwa, na Marwa akilewa anaweza kaa vibaya. Basta. Sasa tusimkataze. Ishinde usiende kulewa. Bwana Yesu atusaidie sana. Lazima turekebishe. Kwa hivyo maagizo yale ambayo yapo, ninakusihi uyafuate kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Ya mwisho, kuna uumbaji mara mbili. Kuna uumbaji rohoni na kuna uumbaji katika ulimwengu wa kimwili. We have spiritual creations and physical creations. Kuna vitu zenye zinaumbwa kiroho, kuna zingine ambazo zinaumbwa kimwili. Na zile ambazo zinaumbwa kiroho, zinaumbwa kwa imani. Waebrania 11:6. Biblia inasema bila imani hauwezi kumpendeza Mungu. Hebu soma. Bila imani. Waebrania 11:6. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa hivyo ili tumpendeze Mungu lazima tuwe na imani, na tutamuke tukitumia imani, tuseme kwa imani. Wakati tunasema hivyo inafanyika. Nasema inafanyika. Nasema inafanyika. Kwa imani itafanyika. Kwa
kwa imani itaumbika, kwa imani itajengeka, kwa imani jambo jipya litafanyika. 2026 tunaomba katika ulimwengu wa roho, tunaomba kwa imani, tunaomba kwa imani, tunaomba maendeleo, tunaomba baraka, tunaomba vitu vipya katika ulimwengu wa roho. Tutashinda vita katika ulimwengu wa roho. Tunaomba ushindi, tunaomba neema, tunaomba kibali katika ulimwengu wa roho. Tunaomba. Warumi 1:17. Warumi 1:17. Mpendwa, tunaomba kwa imani, na imani inapitia kwa kunena, kwa kusema. Maana hata wakati mtu anataka kuokoka, huwa tunamwambia sema maneno haya, anakiri maneno kwa imani, anayakiri. Sikiliza, vile vitabu tunaandika hapa kanisani ni vya kwetu tu. Kitabu ambacho unaandikwa cha rohoni ni wakati unanena maneno, wakati unakiri, ndio unaandikwa mbinguni. Lakini vile vitabu vyetu vya mtaa vya nini ni vya kwetu. Asifiwe Yesu. Warumi 1:17 inasemaje? Yes. Sehemu ya pili. Mwenye haki ataishi kwa imani. Tikisa mtu, mwambie nitaishi kwa imani. Ninaishi kwa imani. Mwenye haki ataishi kwa imani. Utaona baraka kwa imani, utaona ushindi kwa imani. Bwana ataumba kwa imani. Ni kwa imani tutaona vitu vinaumbwa upya. Nasema ni kwa imani tutashinda vita. Ni kwa imani nguvu za giza zitashindwa. Ni kwa imani laana zitafutika. Ni kwa imani tutapata kibali. Ni kwa imani tutashinda vita. Ni kwa imani, ni kwa imani, ni kwa imani. Mwenye haki haishi kwa kuona. Mwenye haki anaishi kwa imani. Haleluya. Mwenye haki anaishi kwa imani. Haleluya. Nasema mwenye haki anaishi kwa imani. Ninaomba nijue mwenye haki aliye upande huu ajiunge na mimi, tuishi kwa imani. Mwenye haki upande huu ajiunge na mimi, tuishi kwa imani. Mwenye haki upande huu ajiunge na mimi, tuishi kwa imani. Mwenye haki wa kanisa ajiunge na mimi, tutaishi kwa imani. Mwenye haki ataishi kwa imani. Mwenye haki ataishi kwa imani. Unaweza hesabiwa kufa, unaweza ukapimiwa siku, ukaambiwa ugonjwa huu haupiti miaka 5, haupiti miaka 3, haupiti miezi ngapi, lakini kwa imani utaishi. Nasema kwa imani utaishi. Nasema kwa imani utaishi. Hata kama umehesabiwa kifo, kwa imani utaishi. Kwa imani. Kwa imani. Maana wengine wanaenda hata kwa kijiji, wachawi wanawaambia wewe siku zako zimeisha. Haikuambia wewe siku zako zimeisha. Mgeukia na umuuliza na wewe zinaisha lini? Mwambie mimi nitaishi. Haleluya. Kwa sababu niko na Mungu aliye hai, nitaishi. Kwa sababu niko na Baba, nitaishi. Kwa sababu niko na Mfalme, nitaishi. Kwa sababu niko na Kristo, nitaishi. Nasema nitaishi. Nasema nitaishi. Nasema nitaishi. Nasema nitaishi. Haleluya. Ukiletewa habari, nimeona mzee wako kwa baa fulani akiwa na msichana fulani, mwambie ndoa yangu itaishi. Una mpango wa kuvunja ndoa, haivunjiki, itaishi. Familia yangu itaishi. Nitakuwepo. Nasema itakuwepo. Kwa imani tutaishi. Kwa imani tutaishi. Kwa imani tutaishi. Sio kwa maagizo
ya daktari, hapana, kwa imani na maagizo ya Mungu. Haleluya. Kwa maagizo ya Mungu. Biblia inasema hatutaishi kwa mkate tu, bali kwa kila jambo litokalo kwa kinywa cha Bwana. Hayo ni maagizo ya Bwana. Lile ambalo Bwana anasema, lile ambalo natoka kwa kinywa chake, tutaishi kwa ajili ya hilo neno. Tutaishi kwa neno la Bwana, tutafanikiwa kwa neno la Bwana, tutaumba vitu vipya kwa neno la Bwana. Kuna jambo litaumbika kwa neno la Bwana. Haleluya. Nasema umbika, neno liumbike kwako, jambo liumbike kwako, kitu kipya kiumbike kwa imani. Kuna neno linaumbika juu ya maisha yako, linaumbika kwako. Kuna jambo linaumbika. Haleluya. Na napenda Mungu kwa sababu ya kile ambacho ameanza kufanya. Nataka leo tujiunge na Mungu tufanye kitu kimoja. Nikawa naota ndoto. Mimi sio mtu wa kuota sana. Nikaota ndoto, I think on Friday. No, on Thursday, tukiamkia Friday. Ndoto ambayo nilishangaa sana. Nikaota eti tuko na baba. Tunaenda kuzika baba. Haujielewi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu baba mwenye tunaenda kuzika ni Muislamu. Huyu baba tunaenda kuzika ni Muislamu. Sasa tuko na baba yangu, tunaenda kuzika baba Muislamu. Alafu yeye ndo ananionyesha tunazika hivi, tunafanya hivi, tukizika baba Muislamu. Wakati nimekaa mbele za Bwana nikiuliza hii ni nini, Bwana akanionyesha Mungu yuko kwa kanisa lake, tunazika maroho yote majini ya Kiislamu, tunayazika hapa. Nasema tunayazika kila maroho yaliyokurudisha nyuma, leo tunayazika. Leo kwa uwezo wa Mungu tunayazika, kwa nguvu za Bwana tunayazika. Yaliyosababisha usiinuke, yaliyosababisha usifanye chochote, tunayazika. Tuko na Mungu Baba anatuelekeza vile ambavyo tunazika hayo maroho, tunazika nguvu za giza, tunazika kila mashambulizi, tunazika kila nguvu za mapepo, tunazika kila nguvu za kichawi, tunazika leo, tunazika sasa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, tunazika mchana wa leo. Haleluya. Kila mtu ambaye aone shughuli ambayo adui amekuwa akifanya kwa maisha yake, Bwana ametupa kibali cha kuzika. Bwana ametupa kibali cha kuzika kila nguvu iliyokwenda kufuatilia. Nasema Bwana amekupa kibali cha kuzika hizo nguvu zilizosababisha haujafanikiwa. Unapita kwa shida, unapita kwa matatizo, unakutana na mitego. Mimi nasema sizikwe, tunazika. Nikasema Bwana, umelikumbuka kanisa lako. Rabo sayata, umelikumbuka kanisa lako. Ninatangaza asubuhi ya leo, kila nguvu zilizokufuta nyuma, ambazo Bwana ameziona, ambazo Bwana aliyejua ameziona, zinazikwa sasa. Tunajiunga na Mungu Baba kuzika hizo nguvu. Sikiliza, sio Mungu alikuwa mwenyewe, alikuwa pamoja na mimi akinionyesha tukizika, na wewe unahusika kuzika kila nguvu za giza zinazokufuatilia. Zika kwa jina la Yesu. Zika kwa jina la Yesu. Nasema zika kwa jina la Yesu. Wapi mke wa Gabriel? Mke wa Gabriel, kimbia hapa, endelea kuzika. Mama balozi njoo hapa. Kwa jina la Yesu tunazika.
Nasema kila nguvu za giza zinazokufuatilia leo Bwana zizike. Tunazika sasa, tunazika kila nguvu za giza, kila nguvu za mashambulizi kwa nyumba yako, kwa mume wako. Mateso yaliyokupata yanasababisha hauwezi ukapiga hatua. Ninasema kwa jina la Yesu, hizo nguvu za giza zilizoshambulia nyumba yako, zilizoshambulia, tunazizika leo, tunazizika leo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Umekuwa ukizika watoto, sasa hutazika watoto. Utakaa mpaka siku ambayo Bwana atakuita, watoto ndio watakuzika, lakini wewe hautazika watoto. Ninasema hizo nguvu zilizokuwa zimetumwa kutoka kuzimuni zimeshambulia hata kwako, mpaka unazika watoto. Leo hautazika, nasema utazika. Hizo nguvu ndizo tunazika, hizo nguvu ndizo tunazika. Nasema hizo nguvu ndizo tunazika kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Basatelebo ya dararabasaya, baseterebo la kalabosaya, baseterebo saya dalabasaya. Hawe wishi ningekuwa na watu wanaoelewa mambo yakisemekana kiroho. Hawe wishi watu wangekuwa wanaona katika ulimwengu wa roho. Hawe wishi watu wangejua Bwana ametupa kibali, Bwana ametupa nguvu ya kuzika nguvu zote zilizoturudisha nyuma, zilizokuwa zinatushambulia. Bwana ametupa nguvu, tunazika hizo nguvu, tunazika hayo maroho. Aya batelebo saya, aya batelebo saya, aya batelebo saya, aya batelebo saya da, aya batelebo seda, aya batelebo sakada, aya batelebo seba. Nazika hizo nguvu, nazika kwa jina la Yesu. Achia, achia, achia nguvu za giza, achia nguvu za giza, achia. Tunawazika leo unaofuatilia mume wake, tunawazika leo, tunawazika sasa kwa jina la Yesu. Tuko na kibali kutoka kwa Bwana, tuko na ruhusa kutoka kwa Baba, tuko na ruhusa kutoka kwa Mfalme. Tunazika, 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 tunazika ramayanda kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nguvu za mauti tunazika, za kuzika watoto zilizotumwa kumaliza hii familia tunazika. Tunaita watoto wako kwa Bwana Yesu, tunawaita sasa kwa Bwana Yesu. Tunazika hizo nguvu, tunazitoa, tunazitoa kwako kwa jina la Yesu. Shetelebo ya darabosha, tunazika, 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 tunazika maroho ya vifo, maroho yaliyotumwa kuangamiza jamii. Tunazika maroho ya magonjwa, tunazika, 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 tunazika yote kwa jina la Yesu. Mashambulizi kutoka kuzimuni tunazika, tunazika, tunazika sasa, tunazika sasa, tunazika yote, tunazika. Tunazika kwa jina la Yesu, tunazika kwa jina la Yesu. Kila maroho yaliyokuangusha, yanayokuangusha kila wakati, hayo maroho tunayazika leo, tunayazika leo, tunayazika leo, tunayazika leo, tunayazika leo, tunayazika leo,
Nitaomba na wafanyabiashara, sawa? Wale ambao wamekuwa wakisumbuka, biashara yao inaangushwa kila wakati. Unafanya kila ambacho unafaa kufanya, unaamuka, unajitolea, unajituma, umeweka mtaji wako, lakini biashara haisongi. Nitaomba na nyinyi, lazima tuzike hayo maroho, Bwana, tuweze kuwa huru 2026, tukaweze kuumba vitu vipya. Lakini kabla ya hapo, nataka huyu dada ambaye anashika mimba lakini inaharibika kila wakati, inaharibika kwa tumbo lake, kimbia hapa. Nachukua mimba lakini inaharibika, inatoka. Uko wapi? Wewe ndio unahitaji kwanza. Oh, shatalabo sakayanda. Tunazika hizo nguvu. Just imagine, hata sikuwa nakumbuka ni wewe. Tunazika hizo nguvu. Inua tu mikono yako vizuri, muamini Bwana, mtazame Kristo. Yeye peke yake anaondoa hizo nguvu, anaondoa hizo nguvu. Huwezi kunazika tu watoto, wengine wanaharibika kwa tumbo. Hapana, Bwana anazika. Bwana anazika hizo nguvu, hizo nguvu za uharibifu, hizo nguvu za uharibifu, hizo nguvu za uharibifu, hizo nguvu za uharibifu zilizotumwa kwako. Bwana anazizika sasa. Bwana anazizika hizo nguvu. Bwana anazizika, zinazikwa, zinazikwa hizo nguvu. Bwana anazizika, zinazikwa, zinazikwa, zinazikwa. Bwana anazizika. Hizo nguvu zizikwe. Achia, achia mara moja, achia mara moja. Hiyo nguvu uliyotuma kwake, unaharibu watoto. Sikiliza ninyi, leo, leo Bwana anawaharibu, Bwana anawaharibu, Bwana anawaharibu. Kimbia hapa wafanye biashara, kimbia wale ambao nimezungumzia wafanye biashara. Unaweka biashara inakufa, lakini unajaribu kwa uwezo wako, unajaribu kwa akili yako, unaamka unaenda kazini, lakini bado inakufa. Oraba seketele bayanda, oraba sekele bosaya. Inua mikono yako. Hizo nguvu zilizotumwa kwa maisha yako, hizo nguvu kutoka kuzimuni, leo zinazikwa, leo zinazikwa, leo zinazikwa, leo zinazikwa. Achia wana wa Mungu, achia wana wa Mungu, achia wana wa Mungu, achia wana wa Mungu, achia wana wa Mungu. Achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu. Oriserebo yanderebo sai, oriserebo yanderebo sai, oriserebo yanderebo sai, oriserebo yanda. Kila nguvu zilizotumwa kutoka kuzimuni juu yako, leo 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 Bwana anaziua, Bwana anaziua, Bwana anaziua sasa. Sisi tunazika, sisi tunazika, tunazika hizo nguvu. Yes, 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 yes. Yes. Sikiliza nguvu za giza, na wakamata mliko, na wakamata wa mchungaji kuja, na wakamata kwa jina la Yesu. Mwezi jificha kwake, hamwezi jificha kwake. Meshawaona, shika tumbo lake huyu. Meshawaona, 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 shika tumbo lake. Meshawaona, meshawaona. Achia, 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 achia. Yes, yes. Toka, toka nguvu za giza, toka kwa jina la Yesu. Toka, toka, toka sasa, toka. Fanya haraka, fanya haraka, fanya haraka, fanya haraka, fanya haraka, fanya haraka. Nguvu za giza, nguvu za giza,
zote zinazikwa. Mashambulizi na mapepo kutoka kuzimuni yote, kutoka kuzimuni yote, kutoka kuzimuni yote. Shedededebo yanda, shedededebo dai, shedededebo shaya, shedededebo shaya, shedededebo yanda, shedededebo yanda, shedededebo shaka, shedededebo shaka, shedededebo shaka. Nguvu za giza kurudisha nyuma, kukunyanyasa, kukuweka tu chini, unajaribu, adui anafundisha pale. Nasema leo hakuna tena, hakuna kurudishwa chini, bila kufinyiliwa chini. Adui anataka kufinyilie, eta kufinyilie chini. Hapana, hapana. Naiwe maombi, naiwe maombi, naiwe. Kidogo. Nani kichomi kinachoma hapa kwenye tumbo hapa juu? Kinakimbia kutoka upande huu mpaka huku. Ni nani huyo? Kichomi kinakusumbua kutoka upande huu kuja pande hii. Kwa jina la Yesu, nasema nguvu za giza. Inua mikono yako. Nasema nguvu za giza, toka. 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 Mliotumwa kutesa huyu, kwa jina la Yesu Kristo, biashara yake itafanikiwa. Hakuna kurudishwa chini. Mayakata, tunazika hizo nguvu, tunazika hizo nguvu kwa jina la Yesu. Mama alienda tena. Shika. Kwa jina la Yesu. Fanya haraka. Nguvu za giza, tumeshakujua wewe ndio umetuma kwake. Toka, toka, toka mara moja, toka. Nikumbuke Yes. Toka. Yesu, Toka. unapowazuru wengine, naomba unikumbuke, usinipite Bwana. Unapowazuru wengine, naomba usinipite, unikumbuke Toka kwa jina la Yesu. Toka. Yesu. Kila nguvu za giza, nasema mliotumwa kumaliza, na waagiza leo, achana naye, achana naye, achana naye, achana naye. Yesu, naomba Bwana unikumbuke. Yeye mnayemng'ang'ania, Unikumbuke. mnayemng'ang'ania Yesu. sasa kwa uwezo Yesu, naomba Bwana unikumbuke. Unikumbuke Yesu. Yesu, naomba Bwana unikumbuke. Unikumbuke Yesu. Yesu, naomba Bwana usinipite, usinipite Yesu. Yesu, naomba Bwana unikumbuke, unikumbuke. Toka mara moja, toka, toka. Mlioagizwa kuja kwake, na waagiza sasa, achia, 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 achia. Unikumbuke, unikumbuke. kwa jina la Yesu. Nasema funguliwa, funguliwa Kwa jina la Yesu, ninatangaza nguvu za giza zilizofuata kutaka kukurudisha chini kwa sehemu ya mapato, leo, 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 kwa jina la Yesu, tunazika, tunazika, tunazika hizo nguvu za giza, tunazika zinazokurejesha chini, tunazika, tunazika zinazokuweka chini kila wakati, tunazika. Nasema tunazika hizo nguvu za giza zinazokuleta chini, tunazika kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kabla muda wako
tunazika hizo nguvu za giza zinazokuleta chini kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu tunazika kila nguvu za giza zilizotumwa kutoka kuzimuni, tunazika hizo kwa jina la Yesu. Tunazika zilizotumwa kukumaliza. Shatalabayanderebosayadaha Hariba katalabasaya. Kwa jina la Yesu tunazika hizo nguvu za giza zilizotumwa kutoka kuzimuni zikumaliza. Shindwa, nasema shindwa kwa jina la Yesu. Unainuka tena, unainuka tena. Yes. Achia, achia, achia mara moja, achia. Kwa jina la Yesu ninatangaza neema mpya, neema mpya, baraka mpya, neema mpya juu yako. Nguvu za giza zote zilizotumwa kukuteremsha, kukuleta chini, kukuangusha, ninakataa kwa jina la Yesu. Ninapinga kwa jina la Yesu. Hazitakuangusha, hazitakuangusha, hazitakuangusha kwa jina la Yesu. Tunazika, tunazika hizo nguvu za giza, tunazika hizo nguvu za giza. Kila nguvu za giza katika ulimwengu wa roho tunazizika. Yesu tukumbuke. Mikono yako kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu nasema inua mikono yako. Toka nguvu za giza. Toka. Mwacheni usiwahi tena. Chia kabisa. Nasema chia. Baba utukumbuke. Utukumbuke. Yesu utukumbuke. Pona kuanzia leo. Baba utukumbuke. Kuna mateso. Kila nguvu za giza ambazo zinakuja hapa. Nasema chia. Nasema chia. Nasema chia. Nasema chia. Nasema chia. Achia sasa. Utukumbuke. Yesu utukumbuke. Naomba Yesu usitupite. Yes. Usitupite. Baba utukumbuke. Naomba Yesu utukumbuke. Yazika leo. Utukumbuke Baba. Yesu usitupite. Yazika leo. Kwa jina la Yesu. Mashambulizi yote, nguvu za giza zote, sema hayo maroho yanayotutafuta yazikwe, yazikwe, yazikwe kwa jina la Yesu. Ninasema ushikane kwa neno la Bwana, ushikane tena. Unikumbuke Yesu, unikumbuke. Baba unikumbuke, unikumbuke. Yesu usinipite. Baba usitupite, usitupite. Yesu tukumbuke. Baba ni ombi letu, utukumbuke.
tukumbuke, Yesu usitupite. Baba unikumbuke, unikumbuke, Yesu unikumbuke. Baba unikumbuke, unikumbuke, Yesu usinipite. Yesu usitupite, usitupite. Naomba ukae nikwambie neno moja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tutaendelea na uumbaji Jumapili ijayo. Uumbaji wa kimwili pia. Tunaomba kiroho na tunaomba kimwili. Tutaendelea kuumba kiroho na kuumba kimwili, mpaka hali katika ulimwengu wa roho badilike kwa jina la Yesu. Mpaka hali ibadilike. Nasema mpaka hali ibadilike. Mpaka hali ibadilike na itike. Mpaka hali tuitikie. Amen. Chukua sadaka yako, nitafika hapo. Tutaendelea tu baadaye. Chukua sadaka yako, tumwabudu Bwana kwa matoleo yako na dhabihu zako. Simama na dhabihu yako, simama na sehemu yako ya 10. Fungu la 10, dhabihu yako. Fanya kwa haraka. Fanya kwa haraka tafadhali. Umeshika sadaka yako ile ambayo natoka kwa M-Pesa. Akaunti ziko hapo zinaonekana kwenye ukuta. Tumtolee Bwana. Baba, ninataka nikushukuru kwa ajili ya matoleo haya ya wapendwa hawa, kila mmoja akiwa ameshikilia sadaka zake. Wengine wanatoa kupitia kwa njia ya mtandao. Mungu wa amani, matoleo yote na yasogeza kwako. Wengine wamebeba sehemu ya 10. Bwana, kulingana na baraka ambazo umewabariki nao, wamesema wakuheshimu kwa baraka hizo. Na wengine Bwana ni dhabihu za kukuabudu nazo, dhabihu za kukamilisha ibada, dhabihu za kuonyesha upendo kwako, maana wewe ndio umetupa na sisi tunakuja kusema asante. Asubuhi ya leo waliobeba dhabihu waliobeba na fungu la 10, ninaomba uachilie baraka juu yao kulingana na neno lako. Bwana, unasema utalani yule alaye. Naomba Bwana ukalani yule anayeharibu mzabibu kabla haujapukuta, kabla hujaweka kwa wakati wake. Bwana, tunaharibu kila anayeharibu. Tunakuita juu ya maisha ya kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo. Ninakusihi ukaonekane, ninakusihi ukawapendelee. Hata Bwana waliokulilia kwa ajili ya biashara, sasa Bwana zianze kung'aa, zianze kutoka chini. Mimi nakemea zile nguvu za giza ambazo zinasababisha tunafanya kazi ngumu lakini tunapata faida kidogo. Tunafanya kazi kama tembo, tunakula kama sungura. Hapana, ninakusihi Bwana ukaondoe kwa jina la Yesu. Tukifanya kazi kama tembo, tutakula kama tembo, kwa sababu hiyo ndio kazi ambayo tumefanya. Mwenyewe unasema utabariki kazi ya mikono yetu, na kwa hivyo itakuwa hivyo. Ni kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki. Leteni sadaka zenu, wengine tukae chini pande ule. Wageni, utakuwa unaweka sadaka yako hapa. Wageni, washirika wao wanajua. Tunaanzia pande ile.
Wageni tunaweka hapa. Asha hata hamujanisaidia. Mimi watu wakigongana hivi wanajua waspendi. Watu wakipita hapa kuna shida gani? Aya, sehemu ya katikati, pita hivi, mnakuja hivi, mnapitia pale. Usifate njia yako, fuata yangu. Kuja hivi, unaenda hivi. Unakuja hivi. Alafu unaenda hivi. Naenda hivi. Ukijana asiki, enda hivi. Hata utembea kidogo, umekaa sana. Kuna shida gani? Sipendi watu wanagongana sana. Kanisani yetu. Simameni, pita kwa ukuta. Piteni kwa ukuta. Piteni kwa ukuta. Wageni hapa, weka sadaka yako hapa. Wageni hapa.